العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Ndugu katika imani, napenda niwahusie kwa mara ya pili bila kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, anwani ya khutba ya kwanza waliokuwepo tumeiona na tumeisikia ikizungumza dua ambayo ni suluhisho ya matatizo tulionayo ya kila siku. Leo watu wanakabiliwa matatizo mbalimbali, na katika ibada ambayo imeonekana kama ni ibada ya mseto, ni ibada ya dua. Kuna watu mpaka wamefikia kusema Mungu wetu ni mmoja, unaweza kwenda kuomba popote. Muislamu na jina lake na imani yake anaingia kanisani kwenda kufanyiwa maombi kwa matatizo aliyonayo. Si hivyo tu, bali anaenda kwa mtu anayejiita mtume baada ya mtume wa mwisho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana yake ukienda umekiri kwamba naye ni mtume baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yule khatamin nabiyyin wal mursalin umemkiuka yeye, siye kuna mwingine wa kwako uliokuwa naye katika viwanja vyako hivyo unavyoenda kufanyiwa maombi, na mtu anaona ni jambo la kawaida, na inafika pahala wakihamasishana kwamba unapopata shida popote pale panafaa. Subhanallah. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya wahi, ambaye kwetu inakuja kuwa hadithi, ambaye inasema man nazalat bihi faqa fa anzalaha binnasi lam tusaddu faqatuhu. Yoyote mwenye kukutwa na ufukara au matatizo au shida, yale matatizo yeye akayapeleka kwa watu, akahisi kwamba watu ndio watu wa kutatua matatizo yake, akamsahau kabisa Allah tabaraka wa taala, lam tusaddu faqatuhu. Hiyo shida yake, huo ufukara wake hautakidhiwa. Lam tusaddu. Hata kama wewe mwenyewe utaona una unafuu, lakini inawezekana baada ya muda mchache ukashushiwa balaa kubwa kuliko lile ulioliona limetoka. Lam tusaddu. Huyu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, waman nazalat bihi faqa, na yeyote mwenye kukutwa na shida, ufukara au tatizo lolote, fa anzalaha billahi, yeye akalishusha akalipeleka kwa Allah tabaraka wa taala, akalikabidhi kwa Allah tabaraka wa taala, kwa maana kwa njia ya dua sahihi, fayushakullahu lahu birizqin ajil, basi mtu huyo punde atapewa, kama shida yake ni riziki, basi atapata riziki ya haraka, as soon as possible atapata, au ajil. Kuna mawili kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, inawezekana akapata ajil papo kwa hapo, au ajil au baadaye. Ndugu zangu, hakuna hasara katika dua zilizokuwa sahihi. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea tena kusema, inna duaa yanfa'u mimma nazal, hakika dua inaleta na inaponya shida yoyote ambayo tayari imeshatokea. Una maradhi hapo ulipo, ukifanya dua sahihi, basi Allah atayaondosha maradhi yako. Una dhiki hapo ulipo,
Ukifanya dua sahihi zitaondoka dhiki zako. Una changamoto, kesi kadha wa kadha, maisha yako hayaelewekaji, yako zigzaga. Ukifanya dua sahihi, basi papo kwa hapo Allah atakufanyia sahla juu ya hayo matatizo ambayo tayari uko nayo. Lakini pia wa mimma lam yunzal, na yale ambayo bado hayajashushwa. Kuna mengine yanakuja uyajui, huyaoni. Pia dua inafanya kazi ya kuprotect, kwa maana dua wikaya, dua ni kinga hata yale ambayo bado hayajashuka. Na hakuna kitu ambacho kinachorudisha kadhaa illa dua peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa alaikum ya ibadallah bidua, wajibu wenu ewe waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, bidua, kwa kupambana na kung'ang'ana na dua. Ndugu katika imani, tutaangalia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayosemwa ndani ya Qur'an. Naomba mumtoe mtoto, naona anawashughulisha watu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, amman yujibu almudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a. Hivi ni nani ambaye anamuhitikia mtu mwenye matatizo, mwenye changamoto wakati anapoomba, kama si Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakshifu as-su', na anaondosha matatizo tulionayo. Ndugu zangu katika imani, kuna kisa cha mwanamke mmoja ambacho kilitokea. Aligombana na sahabiyun jalilu Sa'id ibn Zaid, walikuwa wakigombea ardhi. Na hapa tunataka tuwafahamishe waumini kwamba ad-du'a silahul mu'min, dua pia ni silaha ya muumini. Bali ya kwamba dua inariwaza, dua ni suluhisho, pia dua ni silaha. Sahabiyu huyu Sa'id ibn Zaid alikuwa amegombana na mwanamama mmoja, hakuwa mtu mzuri katika ardhi. Wazaamati annahu akhadha shay'an minha, na huyu mama akadai kwamba Sa'id ibn Zaid amechukua sehemu katika ardhi yake. Fakala sahabiyun jalili akasema, kaifa akhudhu min ardhika, inawezekanaje mimi nichukue ardhi yako? Wakad sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakulu, na nilishawahi msikia Mtume sallallahu anasema, man akhadha shibran min al-ardi dhulman fawwaqahu ila 7 aradhin, kwamba yule mwenye kupora au kuiba au kuchota au kuchukua ardhi ya mwenzake dhulman, kwa utapeli na kudhulumu na kwa ubabe na mabavu, siku ya Kiyama atabebeshwa ardhi 7. Sasa hadithi hii na uzito wake, inawezekanaje sahaba mimi nikachukua kipande katika ardhi ambayo si ya kwangu? Sahaba ilimuuma, na kesi ya kusingiziwa inauma, na kuambiwa kitu hujachukua wakati umechukua wakati hujachukua inauma zaidi. Fakala, sahaba huyu akasema, Allahumma in kanat kadhiba, Allah narudi kwako. Maana yake aliomba dua, Allahumma, ewe Allah, in kanat kadhiba, ikiwa mwanamke huyu ni muongo, ameniongopea, fa a'ammi basaraha, basi tia upofu macho yake, waqtulha fi ardhiha, na Allah mfishe na kifo chake iwe sababu ardhi yake ndo imuue. Naam, hili ni dua, ni katika madua magumu, lakini Allah anaturuhusu wakati wa kudhulumiwa kuomba mtu dua ngumu.
Allah la yuhibbu, apendi kabisa kusikia unadhihirisha sua, ambaye ni ubaya, illa man dhulim, isipokuwa kwa yule aliyedhulumiwa. Uliyedhulumiwa unaruhusiwa kumuombea dua mbaya yule aliyekudhulumu, na dua ya mwenye kudhulumiwa laisa baina wa baina Allahi hijab, haina kiziwizi baina ya yule aliyedhulumiwa na kule kupokelewa dua yake. Ndugu zangu katika imani, matapeli wa ardhi, achaneni na fitna hii mbaya. Laana yake ni nzito, changamoto yake haiishi, na si katika ardhi tu peke yake, bali katika kila nyanja. Na dunia tuliyo nayo sasa imekuwa dunia ya mauzauza. Kuna watu bila ya kutapeli hawali, kuna watu bila ya kutapeli hawalali. Kula yao, kuamka kwao, kushiba kwao, kupendeza kwao, kujenga kwao ni utapeli mtupu. Ibadallah, tuogope sana dua za mwenye kudhulumiwa. Mama huyu alipoombewa dua hii, fama matat hatta dhahaba basaruha, huyu mama kweli hakufa mpaka macho yake yalipoingia upofu. Wa bainaha hiya tamshi fi ardhiha, siku moja akiwa anazunguka kwenye viwanja vyake, kwenye ile ardhi ambayo tayari anaona ameshinda, idha waqa'at fi hafrati famatat, ghafla akajikuta ameteleza, akaingia kwenye shimo aliyolichimba mwenyewe, famatat, akafa kwa ajali hiyo. Ndugu zangu katika imani, tujitahadharishe mno kutapeli, kwa sababu dua ya mwenye kudhulumiwa haina kiziwizi kwenye kukubaliwa. Ndugu zangu katika imani, napenda niwahusie na kuzidi kuwahusia juu ya kutumia fursa za kuomba dua katika nafasi mbalimbali, kama kuomba dua baina ya adhana na ikama. Watu watumie fursa za kuomba dua. Kuna kuomba dua thuluthul akhir katika siku ya usiku. Ni nafasi nzuri ya mtu kunyosha mikono yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah anaona haya kurudisha mikono sifuri kwa mtu ambaye amemnyoshea Allah subhanahu wa ta'ala, anamuomba, anashtakia matatizo yake. Tuwe na tabia ya kuelekeza shida zetu kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujazipeleka kwa watu. Leo hii imekuwa kawaida mtu shida zake kwanza anazisajili kwa watu, akishindwa kupata suluhisho ndo anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana imekuwa ni sababu ya kuto kupata majibu ya haraka. Lakini ndugu zangu katika imani, tuwe ni wenye kudumu kuomba dua ambazo zinashika kila upande, zinashika kila upande. Usiombe dua ya kutaka dunia tu peke yake, na usiombe dua ya kutaka akhera tu peke yake. Omba dua ambazo ni jawami, zinakusanya katika kila sehemu, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyowasifu waja wema, ni wale ambao wanaomba jawami dua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Iombee dunia yako iwe njema, lakini kadhalika iombee akhera yako iwe njema, kwa maana dunia tunaiomba iwe safi, na akhera kadhalika tunaiomba iwe akhera nzuri na isiwe yenye changamoto. Ndugu zangu katika imani, kadhalika tambihi, dua ni ibada. Kuna baadhi ya mambo yanafanyika katika dua ambayo si ya kisheria. Kwa darsa hili halitoshi kuyazungumza yale ambayo si ya kisheria yanayofanyika katika dua, lakini tuingie darasani au tuulize waalimu, na tunaacha hizi mwanya maksudi watu warudi darasani, wajue kwamba kuna mambo bado yako uchi upande wao, hayajavaa bado, kwao yana mianya, yanahitajika uyafate kwa taratibu. Kuna duaul maathura, kuna dua zilizopokelewa, kuna dua zingine ukifanya ni bid'a, kuna dua zingine ukiomba ni kufuru. Kuna baadhi ya mambo yanafanywa ni mukhalifat, ni tofauti na sunna na taratibu za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mambo mengine yamefanywa ni mambo ya kuzidi, kuna mambo mengine yanafanywa si ya kisheria. Kuna watu wameweka baadhi ya sehemu
wamejiundia